Filamu inaanza na maelezo binti mmoja anaitwa Sandra. Sandra kuna rafiki yake wa kiume anaitwa Chaz anampenda sana, lakini changamoto hawezi kumwambia ukweli na Chaz amemfanya kama rafiki yake tu. Kwa hiyo ili Sandra zielezee hisia zake, akaamua kuziweka kwenye karatasi, akiamini siku moja Chaz atazisoma barua zake na mwisho wa siku pengine waishie penzini. Sandra hataki kabisa Chaz azione hizo barua mapema, anasubiri wakati ufike, ndio maana mchizi akifika tu anazificha na hataki Chaz asogelee kabisa alipoziweka. Mara nyingi Chaz amekuwa akimletea malalamiko kuhusu mahusiano yake, akiachwa au akipenda lazima mwambie BFF wake Sandra. Hiki kitu kinamuumiza sana Sandra, lakini hana cha kufanya zaidi ya kuwa mshauri tu. Filamu hii inaitwa Found in Letters. Hii ni Zura TV. Mimi ni Rio. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Kwenye pitapita za Chioma akakutana na barua ambayo ameiandika Sandra kuhusu Chaz. Sandra hakutaka kabisa Chioma isome, maana pengine siri ingefichuka. Wengine wanaanza kazi, ndoa, wao uko bize kuandika barua tu. Sandra, Chioma na Chaz wanasoma chuo kimoja na wanatarajia kuhitimu ndani ya siku 3 hizi. Anachofia Sandra akimwambia Chaz ukweli pengine ataharibu kabisa urafiki wao. Vipi akihisi ni utani? Vipi kama nakupenda pia? Vipi hiyo? Sandra na Chaz wamesoma pamoja kuanzia sekondari hadi chuo. Kwa muda wote huo wameishi kama marafiki tu. Sandra anawajua wanawake wote wa Chaz ambao amewahi kuwa nao. Kwa hiyo hiki kitu kinamuumiza sana kichwa. Lakini cha kushangaza, Chaz hajawahi kudumu na mpenzi. Anakaa nao muda kidogo, penzi linakufa. Mtu ambaye anampigia kumshauri ni Sandra bana. Kuna wakati anatamani amwambie lakini anashindwa. Atafanya nini sasa hapa? Chioma akamwambia ampe zile barua ambazo ameziandika na amwambie anavyojisikia kuhusu moyo wake. Huu ukawa ni mtihani mwingine kwa Sandra. Atampaje hizo barua? Huyu mchizi anaitwa Gideon, anapenda sana kusoma vitabu na ndoto yake kubwa ni kuwa mwalimu wa literature pamoja na English. Lakini mama yake anataka akaendeshe kampuni ya usafirishaji ambayo ilianzishwa na mzee wake. Mzee wake alipofariki, kampuni akaiacha chini ya uangalizi wa mjomba wake, ili mchizi sasa kikua aiendeleze hiyo kampuni. Mama amepambana sana kumshawishi mchizi, lakini mwana hataki kabisa kujihusisha na kampuni. Anachokitaka yeye ni kutimiza ndoto yake tu ya kuwa mwalimu wa English pamoja na literature. Gideon ana mwanamke wake ambaye anampenda sana, lakini tatizo lake hapendi vitu ambavyo anavifanya mchizi. Yeye ni mtu wa mtandaoni sana, muda wote akiona kitu lazima aje kumshirikisha mchizi. Gideon anamshauri sana wasome vitabu pamoja, lakini anasema kupitia mtandao anajifunza vingi mno kama amesoma vitabu tu, kwa hiyo haina haja kwake kusoma vitabu. Mama leo amemfuata Gideon kumpa taarifa kuwa kuna gari yao moja imepata ajali kidogo iwake moto. Nilifikiri mjomba Chuka ameshughulikia hilo. Mama akasema mjomba Chuka amekuwa akinunua magari mabovu kwa bei ndogo, hayakaguliwi kwa sababu yote ni feki yale. Mafundi wamesema zile injini zimeharibika miezi mingi nyuma. Anawezaje kufanya hivyo? Mjomba wako anapenda kutengeneza pesa za haraka, na pesa za haraka zinaua kampuni ambayo baba yako amelitengeneza kuanzia chini. Kama Chuka akiendelea kuiendesha ile biashara, haitakufa tu, tutaanguka kwenye madeni mazito. Benki hazitasubiri kitu chochote kile. Najua ukianza kupiga simu hapa utaziogopa simu zao. Mama, nilikwambia sitaki kufanya hivi. Mimi nataka kuwa mwalimu na sijui namna ya kuendesha biashara ya mabasi. Mama akamwambia anapaswa pambania alichokiacha baba yake, la sivyo kitapotea chote. Huku Sandra anaandika barua yake ya mwisho kuhusu Chaz. Anasema hii barua yangu ya mwisho, sio kwamba hisia zangu zimeisha, lakini sitaki kujificha kupitia maandishi. Unajua nimekupenda tangu sekondari Nilijua upendo utaisha, lakini ilipofika chuo tu upendo kaongezeka zaidi. Sandra amekuwa akivutiwa sana na Chaz kwenye kila kitu. Wakienda chuoni pamoja, darasani anavyotabasamu, vyote vinamchanganya sana Sandra. Anasema maandishi yanaongea kila ambacho mdomo umeshindwa kusema, na hii barua yake ni ya mwisho kwa Chaz. Kwa kuwa leo ni siku ya kuondoka chuoni, Chaz lazima atakuja kumwaga BFF wake. Sandra akapanga kabisa hapo atampa barua zote hizi. Akizisomaga huko mbele, basi atajua namna ambavyo Sandra anampenda mchizi. Muda kuondoka ulipofika, Sandra akaanza kufungasha mizigo yake hapa. Kweli bana, mwana akafika hapa chumbani kwa Sandra, lakini alikuwa na haraka kinoma, akapitiliza moja kwa moja chooni. Sandra akaona huu ndo muda sahihi wa kumpa barua zake zote yani. Mchizi alipotoka tu akakutana na simu ya mpenzi wake, alikuwa anampigia hapa, akasema anamsubiri nje. Chaz ikabidi asepe chap chap. Kwa hiyo Sandra akawa hana namna tena ya kumpa barua mchizi, lakini mchizi ameacha mabegi yake hapa. Sandra akaona isiwe kesi, akaziweka barua zote kwenye begi dogo la Chaz. Lengo lake akifika huko mbele atafunguaga, basi atakutana nazo, na kama akizisoma basi yeye ndo ataamua kama atakuwa wapenzi au ataendelea kuwa marafiki. Magari ambayo Chaz ameyatumia kusafiria ni ya kampuni ya baba yake Gideon. Alipofika stendi akashuka, kasahau begi lake dogo kwenye gari, akaondoka na begi kubwa tu.
siku na barua za Sandra humo. Huku Gideon ameanza kazi kwa mara ya kwanza hapo ofisini. Mjomba Chuka akashangaa kinoma kumkuta Gideon ofisini. Mjomba akamtaka mchizi atoke kwenye kiti chake. Gideon akasema hiki ndo kiti ambacho anastahili. Huo ni uongo. Kaka yangu ambaye ni baba yako wewe alinipa hili kampuni hadi utakapokuwa wewe tayari kuliongoza. Mchizi akasema yuko tayari kwa sasa. Nani amesema uko tayari? Sihitaji mtu yeyote anifanyie maamuzi. Nafanya mwenyewe sasa hivi. Sihitaji yeyote niambie wapi pa kukaa kwenye kampuni ya mzee wangu. Mimi ndo napaswa kukuambia wewe kama uko tayari. Mjomba yupo tayari kuachia kiti. Amezoea kula vizuri. Sasa wenye mali wamekuja mjini. Alimaindi huyo. Huku Sandra ndo amefika nyumbani. Anaishi na mdogo wake wa kike anaitwa Stella. Vipi kuhusu Chaz? Mna date au bado marafiki? Hili swali linamkera sana Sandra. Hajapumzika, akafikishwa kwenye swali gumu yani. Hajapumua vizuri, hajafanya chochote. Akasema ni marafiki tu. Mdogo wake hakuamini kabisa muda wote huo, lakini akasema amempa barua zake zote. Hili kidogo likamfurahisha Stella. Umempa barua zote ulizoandika? Akasema akikuona tena lazima atataka kukuoa. Mida fulani hivi ya usiku Chaz akampigia simu Sandra. Sandra akahisi mchizi amesoma zile barua, lakini mchizi alikuwa anamsalimia tu. Alitaka jue kama amefika salama na nini, vitu kama hizo. Mtu wangu, ulisoma meseji zangu? Sijaziona kwenye simu yangu, niliweka kwenye begi. Nimelisahau kwenye gari. Hata hivyo sio muhimu sana, lina viatu vyangu vya zamani. Hili mkata shenzi Sandra. Huku mpenzi wake Gideon anamwomba watoke leo. Mchizi akasema tumetoka wiki iliyopita tu, kwa nini tusikae ndani tusome vitabu? Rita mambo ya kusoma vitabu hapendi kabisa, analazimishwa tu. Baby, upo kama mzee wa miaka 60 wakati una miaka 30. Kwani kuna shida kwa mwanaume kujua anachokitaka? Unakera bana. Labda kinachonifurahisha mimi wewe ukipendi. Rita akawa amesepa kabisa. Mjomba Chuka hakuacha kuja ofisini, ndiye mwenye mamlaka ya kuisimamia hiyo ofisi. Anahisi amezulumiwa ise. Akasema atapambana, haijaisha hadi ishe. Stella akawa anamtaka dada yake aachane kabisa na Chaz, atafute mwanaume mwingine, ikiwezekana ahudhurie sana makongamano ili ampate mwenza wake. Lengo aishi kwa uhuru, amani pamoja na furaha. Sitaki unisaidie kupata mpenzi wa maisha yangu, ukifika muda na kuahidi nitamtafuta mwenyewe. Mara Chaz akapiga bana. Mchizi amekuja kumtembelea hapa nyumbani, akasema anahitaji kupata mwanamke mwingine. Fursa si hii sasa. Kwa hiyo unajua nini? Unamkumbuka Titi? Sandra akamkumbuka. Mchizi akasema nampenda sana. Hili mchoma moyoni Sandra. Alijua kabisa ataambiwa yeye, lakini akakaushwa ise. Naoma sana hii mtu wangu. Sisi ni marafiki. Haiwezekani hiyo. Kweli kabisa, haiwezekani. Mchizi akaomba msosi yale hapa na nini, vitu ka hizo. Mtu wangu, unamwonaje Titi? Ananifaa? Anakufaa. Inaumiza sana hii. Sema najikaza tu Sandra. Maisha ya Gideon muda wote anasoma vitabu tu, kitu ambacho Rita kipendi kabisa. Rita anatamani sana kuolewa na Gideon, maana wamekaa kwenye mahusiano kwa takriban miaka 2 hivi, lakini Gideon bado hajaamua kuoa kwa sasa. Akikamilisha mipango yake tu basi ataoa. Haujasema utanioa, umesema utaoa. Hivyo tu, labda kwa sababu sina uhakika kama unachokitaka ndo ninakitaka pia. Kwa hiyo miaka yangu 2 ilikuwa ya nini kwako? Ya majaribio au? Mchizi hataki kabisa hata kuongelea ndoa na Rita. Hata usijisumbue, upo tayari kukaa na kitabu kuliko mimi, labda kwa sababu vitabu havinifokei. Rita naitaka sana hii ndoa, lakini Gideon hayupo tayari kwa sasa. Rafiki yake Sandra amekuja na habari njema kuwa amevishwa pete ya uchumba. Basi shangwe lilikuwa ni kubwa sana hapa. Vipi kuhusu wewe na Chaz? Alisoma barua? Sandra akakosa majibu hapa. Akasema hakusoma kwa sababu alipoteza begi lake ambalo alikuwa ameweka zile barua. Chioma kamshangaa sana rafiki yake. Katumia muda mwingi sana kuandika barua ambazo zimepotea kwa sasa. Hata kama angesoma hakuna kitu kingebadilika. Chaz hawezi kuniona mimi. Sandra akimwona Chaz tu mapigo ya moyo yanabadilika. Tumboni anahisi kama vipepeo vinarukaruka hivi. Chioma kamshauri kuwa aache kabisa kumfikiria Chaz, aendelee na maisha yake tu. Chioma akasema ni wakati wa kuziandikia kitabu zile barua. Kama hajasoma yeye basi acha dunia isome. Hili wazo akalipenda sana Sandra. Sandra akaanza rasmi kuandika mdogo mdogo. Mdogo wake Stella akamletea taarifa kuwa Chaz amemposti mwanamke mwingine Instagram. Akamtaka na yeye kama vipi atafute mwanaume wa kumposti ili ngoma iwe draw. Mara Stella akapigiwa simu na mpenzi wake, huku mama amemletea taarifa Gideon kuwa mjomba wake Chuka anawatangazia ndugu wote kuwa wanamkanyagia sana. Yule mtu ana hasira, yote kwa sababu nimechukua ofisi ya mzee wangu. Gideon akasema hawezi kuiachia ile nafasi hata aseme nini mjomba. Hicho ndo nilikuwa nataka kusikia. Vipi kuhusu Rita? Mnaoana lini? Nataka niwe na wajukuu. Mchizi swala la ndoa na Rita halipo kabisa kwake, licha kwa wamekaa miaka 2 sasa kwenye mahusiano. Mama akasema hakuna mtu anayeingia kwenye ndoa anajua kila kitu, cha msingi uwe na amani ya moyo tu. Upande wa Chaz huku amekuja kumtembelea tena Sandra. Urafiki wao haupo kama zamani kwa sasa, kwa sababu Sandra yuko busy sana kuandika vitabu na hataki Chaz asome hadi pale ambapo kitapokuja kutoka. Chaz akasema kuna rafiki yangu anakupenda, kwa hiyo nitakukutanisha naye. Mchizi akalazimisha sana kwa sababu Sandra hana bwana kwa sasa. Sasa itakuwaje? Mtu anayempenda kamtafutia mpenzi mwingine, akampa hizi story Chioma. Sitaki kwenda. Hutaki kweli? Wewe ni kichaa.
Rita, nikafanya nini sasa huko? Chioma akamtaka aenda amependeza haswa, apige perfume ya maana, avae wigi kali, akaenjoy na Abel kama mwisho wa dunia, amwonyeshe Chazi alichokikosa. Hautakiwi uonekane rafiki, bali mwanamke anahitaji kuwa naye. Unasema kirahisi tu, ni rahisi. Huku Rita amekuja na furaha kinoma, ametoka kupima kakutwa na ujauzito ise. Hizi taarifa hakuzipenda kabisa Gideon, hataki kuingia kwenye ndoa na Rita ise, lakini Rita anahangaika sana, anahitaji mno kuolewa na Gideon. Basi bana, Sandro akafika eneo la tukio, akakutana na Abel pamoja na Titi. Abel mwenyewe